kijana mwenye dhamana ya kusomesha ilmu ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Je, juu ya mtihani huo aliopata kijana huyo na mwalimu wa madrasa, ibada kwake zapatikana? Na je, vipi shughuli yake ya awali ya kusomesha watoto Qur'ani inaendelea? Karibu sana mtazamaji, sasa uweze kusikia mengi kuhusiana na maisha ya mwalimu Salmu aishie katika mji wa Wete Pemba. Mimi Rashid Salim Muhammad wa Jicho la Al-Fatah. Wala sio ajali pengine nimepanda gari nimetokezea ajali au nimepanda mti hata, bali ni maradhi tu ambayo kwa amenikumba, na hali ya kuwa ilikuwa kuna solution ambayo ya tiba ya kurejesha miguu au mikono kwa ajili ya hali ya kupona. Kwa hivyo solution ilitokea ni kwa ajili ya kufanywa amputation. Kwa hivyo nimekatwa miguu miwili na nimekatwa mkono wa kulia. Na ni muda gani tuko ufanye operation hii? Tokea 2004 nilikatwa mguu wa kulia na wa kushoto complete yakiwa katika hali ya usawa, na mwaka 2007 nikakatwa mguu wa kulia, na mwaka 2008 nikakatwa sehemu ya kuanzia kwenye muundi katikati mpaka kwenye paja katika hospitali ya Chake Chake 2008. Unajua nilikuwa nikitembea vizuri tu, alhamdulillah, mashallah. Baada ya kumaliza darasa la 7 na kuingia orientation ama darasa la 8 kipindi kile, sasa nilikuwa nimepelekwa katika kazi ndogo ya kujifundisha ushoni pale Bokwe. Sasa lakini kwa mujibu wa kila hali ninavyokwenda mbele, ilikuwa target za miguu ama mwendo wa miguu ulikuwa unapungua kwa kasi kubwa. Nikaanza kuwasili hospitali kwa vipindi tofauti na kwa muda tofauti. Hatimaye tukapata uhamisho kwenda mkoani. Kwa hivyo wachina mkoani wakatoa solution hii ya maradhi yake yanasemekana kwa ni gangrene, yanayotokana na fungus ya mishipa ya mwili na katika section ya vascular diseases. Kwa hivyo ndio alionisibu na ndio alionipata, na kila mara mpaka 2007 nilipopelekwa kwa ajili ya mkono niliwasiliana na maprofesa kama 7. Kwa hivyo wote walinitakia dua na mwisho waliamua uamuzi ni kukatwa. Na hali yako, labda shughuli zako za kawaida zimekatika ama unakuwa unafanya kulingana na uwezo wako? Shughuli zangu za kawaida nyingi zimekatika zote, kwa sababu kinachoendesha ni miguu, na ninayotumia ni miguu ya bandia ambapo kwa sasa na tatizo la vinyayo vya miguu wote ni vibovu. Kwa hivyo kutokana na hali ambayo kwa naendesha nayo ambayo inanihimili ni madrasa tu, hapo niko na vijana hao ambao unaona hapo nje kidogo anachungulia kwa ajili ya kudurusishana kitabu cha Mwenyezi Mungu. Sheikh Salim, watazamaji mbalimbali wakiwa duniani wanakuangalia na hali yako. Mimi nikwambie pole sana ndugu yangu, pole sana, na nashukuru kuwa bado una imani kwa huu ni mtihani wa Mwenyezi Mungu. Lakini katika mambo ambayo umeweza kuzungumzia kwamba ile miguu yako tayari nyao zake zimeshakufa, watazamaji wako tayari kununua pepo ya Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kuweza kukusaidia. Hebu sema mahitaji yako, sema shida zako, nini hasa ambacho unachohitaji ukipate kwa sasa? Mimi shida zangu ya kwanza ni hivyo vinyayo, kwa sababu ndivyo vinavyoniwezesha kutoka hapa, na ni sehemu ndogo tu ambayo ni ya kwenda madrasa. Sasa ina maana kama vinyayo vimekatika, na ile ndio supportation kubwa ambayo ni ya miguu ili uweze kutembea, ina maana sina uwezo wa kufika pale ambapo ninalengwa, bali ni kuhangaisha vijana asubuhi na jioni kunibeba. Kwa hivyo kutokana na hali hii, ninaomba angalau nipatie msaada wa vinyayo vile, na kama itapatikana angalau mfadhili aliyemkubwa Mwenyezi Mungu alimjalia riziki ile kubwa, nikipata hicho kigari ambacho kwa amesema Sheikh Rashid hapa, inakuwa ni vizuri zaidi, kwa sababu yote Mwenyezi Mungu anasema sari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardhi samawati wal ardi a'iddat lil muttaqin. Kwa hivyo ili kufikia hapo, ina maana shida yangu ya pili kama itakosekana hiyo, ina maana nipatiwe mtaji, kwa sababu nilifungua hapa kigenge, lakini na kigenge yenyewe kikafikwa na mkosi na mitihani, hela zikaibiwa vizuri. Kwa hivyo baada ya kuibiwa tumepakomea. Kwa hivyo sina kazi yote ambayo inaniwezesha kupata mahitaji yangu kwa muda huu tokea mwaka 2009 hadi hivi sasa. Kwa hivyo nipo tu. Na wakati unafundisha watoto hakuna kima cha fedha ambacho wazee wanakupeni kama kujiendesha?
Sheikh Rashid, kiwango ambacho kwa kimetolewa na ahadi ambazo kwa zinatimizwa, sisi tunasema tunajitolea, kwa sababu kiwango ambacho kwa kimewekwa kwa mwezi shilingi 500, hiyo mzazi haitoi wala haileti mpaka umtoe mwanafunzi, yani kaja kwa lengo la ajili ya kusoma, lakini mpaka umtoe nyumbani, nenda nyumbani kadai hela ya mwezi, na hiyo anakwambia mama yuko, baba kasema ana, yani in short hakuna kitu chochote ambacho kinapatikana madrasa kiuendeshaji wake, hakuna kitu chochote ambacho kinapatikana kimadrasa kwa uendeshaji wa viongozi ambao wapo. Mtazamaji, hii ni sehemu ya ziara yetu ya Al-Fatah Kisiwani Pemba, na huyu ni al-akhi nilichokuwa nasema hajafikia kiwango cha ustadhi, lakini ni mkufunzi, anafunza watoto wa Kiislamu, na mtihani ambao umeona ndugu yetu hana miguu miwili na hana mkono mmoja, lakini 5 salawat tena kwa wakati wake. Sijui mimi na wewe ndugu yangu, tuna mikono, tuna miguu, tunaswali Ramadhani mpaka Ramadhani, tunasali Eid mpaka Eid. Tumejifunza mengi kutokana na ndugu yetu huyu ambaye anaendelea pia kuifanya kazi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kuweza kusomesha watoto wa Kiislamu. Sheikh Salim, inshallah sisi tumekuja kuonana na wewe. Safari yetu kwa kweli ilikuwa ni ya ghafla. Tunakuomba hiki kidogo kwa niaba ya Waislamu wenzetu, wana grupu, wanachama Jumuiya Al-Fatah, utupokelee inshallah. Inshallah utupokelee na Mwenyezi Mungu inshallah atupe ujira wetu, azikuze imani zetu, na atufikishe daraja pale ambapo kwa walifika Sayyidina Umar na Uthman na Ali.